Nimetoka kuelezea kuhusiana na hapa ukiingia haraka. Ukideposit first time unatoka msimu wako kwa deposit kwa chochote hapo. Hapa ni wallet. Sasa hiyo kusaidia pesa. Hii pesa ni hifadhi hapa hapo. Sawa. So hii ni wallet hela uliyohifadhi hapa ni kwako. Ni kama ya hapa pia kwenye pesa pesa. Sasa unapotaka wewe utaiwithdraw ama utadeposit nyingine unapotaka. Ili uitrade hela iliyoko hapa, you have to open a trading account. Sawa. Na kwenye open trading account kuna options mbili hapa juu. Kuna either you opening a live account or a demo account. Kwa sababu you want to trade live, that's why you made a deposit, then select hapa kwenye live account, alafu utasema I want to open a new account. Now, hizi trading account you can open as many as you wish for different purposes. Sawa. Once ukifika huko kwenye open trading account utakutana na hizo options mbili. Are you opening a security account or a bonus account? Bonus account hizi ni accounts maalum ambazo HFM anatoa kama bonus kwa wateja wake. Sawa. Na kuna bonus za aina mbalimbali. Security account hizi ndizo akaunti zake zinazo class. Kwenye security account kuna premium account, center account, zero spread, pro pamoja na pro plus. Hizi zinatofautiana vigezo. Sawa. Kuna vigezo ambavyo kwa mfano ukija kwa pro na pro plus utaambiwa kwa minimum deposit ni $50 kwenye pro plus minimum deposit ni $100. Unaweza kuona kama ni hectic. Lazima uulize unapata nini kwa kuwa na account ni minimum deposit ya $100. Hii account haui charge commission. Unakuwa charge spread na spread yenyewe ni ndogo sana. 0.6. Same to hiyo unakuwa charge spread yenyewe ni ndogo sana. Ukilaza trade swap utachajiwa kama kawaida. Lakini cost of trading, yani hizi account zote tofauti yake inakuja kwenye cost inaelekea during trading, cost of trading. Ukija kwa mfano kwa premium account utakwambia no minimum deposit. Kwa maana unaweza kwenye deposit ya 10,000. Lakini hii account hautachajiwa commission ila angalia spread unayochajiwa. So every trade you take, whether you're going into profit or loss, you are being charged a certain amount of spread. So that is the account. Kwa utachagua hii account, utachagua platform unataka kutumia. Kama unataka kutumia MT4 ama MT5 utachagua currency unayotaka kuwa deposit. Are you depositing in dollars? You choose a leverage that you want. HFM anatupa flexibility ya leverage hadi 1,000. Kwa utachagua leverage unayotaka wewe mwenyewe. This is optional, you can give it a name. Kwa mfano umeamua wewe umefungua trading account ziko 4. Kila moja ina matumizi yake. Kuna moja umeunganisha na copy trading ya trader. Kuna nyingine umeunganisha na copy trading ya mtu mwingine. Kuna nyingine umeunganisha na wewe mwenyewe na trade wewe mwenyewe. Sio? Kwa unaweza ukazipa majina ili usijue. Kama hii ya kwanza hii labda copy trading for flat. Hii ya pili labda sales. Hii labda ya nini? Yaani kila moja na matumizi yake. Unaweza kuzipa majina, uchoose password then you open an account. Kwa hiyo ukifungua hizi account you can open as many as you can for different purposes. Kwa hiyo inawezekana ndio maana nikushauri inawezekana ukafungua account na zaidi ya trading account moja. Sasa una trading account tatu. Unataka kudeposit kwenye moja wapo, unachofanya ni nini? You go to your wallet and hata ukifungua moja kwa moja inakuletaga kwenye kudeposit. Hapa tumefungua umeleta moja kwa moja kwenye deposit. The moment unaweza kufungua account inakupa options za kudeposit. But hizi options zote ni flexibility ambayo pia HFM anatupa. We have these guys, hizi mbili ni sana. Sasa hii kama mobile money. Ukiingia kwenye mobile money hii ndio inakupa partner. Kwa hapa unaweka labda unataka udeposit ngapi? Unataka deposit ngapi? Kwa nini? Hapo $31. Phone number. Kwa unachagua Tigo. Kutumia njia hapo maximum ni 850. Hii una make deposit moja kwa moja kutoka kwenye simu yako.
kama unatoa kwenye M-Pesa na namba yako unaunganisha kwenye M-Pesa, umechagua channel ni Vodacom, ndio moja kwa moja kwenye simu yako itakuja notification na kukwambia ingiza password, kisha bonyeza moja kukubali, unaenda kama vile ulikuwa ndio unamalizia zile process za yote ngapi ngapi. Ukimaliza tu hapo, hiyo pesa inakuja na reflect hapo. Kwa hiyo sasa ukitaka kwa mfano hapa sasa una dola 100 lazima kwenye wallet yako. Kwenye dola 100 unataka dola 20 ziingie kwenye trading account moja na dola 20 ziingie kwenye trading account mbili kwa ajili ya kujiandaa kwa trading next week. Ndio. Then what you do, you come to transfer funds. Okay? You select transfer funds, itakuuliza where you transferring from. Utasema I'm transferring from my wallet. To utachagua the trading account ambayo unataka. Zinajilisti zote kwa unachagua kiasi gani hapo kitaongezeka kwenye trading account. Kwa hata ukiwa unataka ku withdraw profit zako unatakiwa utransfer from the copy trading kwenda my wallet, afu kwenye ku withdraw utaikuta pale hauwezi ku withdraw kwamba uweke hiyo tabia. Hauwezi ku withdraw moja kwa moja kwenye trading account. You have to bring it first in your wallet, then connect it together. Okay, so mimi nadhani kwa leo tuishie hapa. Maswali mengine tutaendelea kuulizana kwenye group tunavyoendelea ku trade. Tutakuwa tuna madarasa yataendelea. Wale kuna ambao walikuja hadi inbox wakaniuliza hao kwamba walikosa vipindi fulani na nini. Tutakuwa na madarasa, tutaweka hiyo schedule. Kwa hiyo darasa linalofuata tutalitangaza cohort 3, mtu anaweza akajoin cohort nyingine na nyingine na nyingine. Yao madarasa tutakuwa na physical classes lakini na online classes. Kitu ambacho ninahitaji nijue ni kwamba kwa mida ambayo sisi tumeiweka ile ya physical, sijui kwa upande wenu imekaaje. Hiyo kitu tuta discuss kwenye group ili tu choose mida ambayo watu wengi wanaweza wakafika physical kuliko sisi tumeweka mida yetu. Sawa? Kwa hiyo mtuambie sisi imekaaje. Tuliweka saa 6 mchana, saa 9 jioni na saa 11 jioni. Upi ndio muda ambao watu wengi wanaweza wakafika kutokana na ratiba zenu, tujue ili tuweze kuweka muda sahihi. Sawa? Hiyo tutaendelea kudiscuss kwenye group. So unless otherwise, have a happy trading week. A happy and a profitable